Hujambo mpenzi mtazamaji popote ulipo, karibu sana kwenye taarifa za upeo wa TV47. Tumekuandalia taarifa chungu nzima, tupate muktasari. Yajayo kwenye upeo wa TV47. Kijana mmoja akamatwa kwa kukosea heshima bendera ya Kenya. Waziri Kipchumba Murkomen akisema hatua kali za kisheria zitafuata. Familia ya Benedict Kabiru, afisa wa polisi aliyefariki Haiti, yasalia na maswali kuhusu kifo chake, wakisema serikali haijawapa taarifa za kutosha. Na tume ya uchaguzi yalalamikia kupunguzwa kwa bajeti ya uchaguzi mkuu ujao kutoka shilingi bilioni 61 hadi shilingi bilioni 57, wakihofia kuwa maandalizi ya uchaguzi yataathirika pakubwa. Na mtazamaji, kwa takriban dakika 30 karibu ni kufahamisha taarifa kwa kina. Wanakwetu wananiita Joshua Nsare, mtafsiri kwenye lugha ya ishara ni Catherine Simaloi. Moja kwa moja ni kwamba polisi wamemkamata kijana wa umri wa miaka 17 aliyenaswa kwenye video iliyosambaa mitandaoni akidhalilisha ama katika mitandao ya wakati wa mechi ya kandanda katika uwanja wa Nyayo. Idara ya upelelezi wa jinai DCI ilithibitisha kuwa Ibrahim Haidar Yusuf, mmoja wa wanaosakwa kuhusiana na tukio hilo, amekamatwa, huku waziri wa usalama Kipchumba Murkomen akisema kuwa hatua hii na hatua kali za kisheria zitafuata. Samira Mohamed anatufungulia taarifa za upeo wa TV47. Video ambayo iliyoenea kupitia mitandao wa kijamii. Video ambayo ilimpelekea Ibrahim Haidar Yusuf kukamatwa na wapelelezi wa idara ya DCI ambao walikuwa wakimwinda kwa madai ya kuidharau na kudunisha bendera ya taifa la Kenya. Wakati wa mechi dhidi ya Police FC na Mogadishu City Club ya mkondo wa kwanza wa mchujo wa kombe la mabingwa barani Afrika iliyochezwa ugani Nyayo Stadium, Ibrahim, mvulana mwenye umri wa miaka 17, na mwenzake walionekana wakitembea na bendera ya Kenya huku wakirusha na hata mmoja wao akionekana akiitumia kujipanguza nayo sehemu za siri, kitendo kilichozua mjadala mkali katika mtandao wa kijamii. Wawili hao walionekana kwenye video wakikanyaga na kuitupa chini bendera hiyo kama kitambaa cha kawaida, kinyume na heshima yake. Katika taarifa ya idara ya DCI, idara hiyo imesema kuwa inaendelea kumwinda shabiki huyo mwingine wa timu ya Mogadishu City FC. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amesema kuwa taifa la Kenya lina uhusiano nzuri na nchi jirani ya Somalia, na akisisitiza kuwa waliotekeleza maovu hayo watachukuliwa sheria kibinafsi na kuhukumiwa. Ile kuharibiwa ama kukanyakwa na kuchezewa bendera ya Kenya, ningependa kusisitiza ya kwamba hiyo jambo sio kati ya Kenya na Somalia. Hiyo ni jambo ya kati ya authorities ya Kenya na wa Kenya na wenye wamekosea, au wawili watatu ni hao binafsi, na watachukuliwa hatua ya kisheria kibinafsi. Haikuwa serikali ya Somalia na haikuwa watu wote wa Somalia, na hatutaki watu pia wa generalize kusema kwamba mtu mmoja akifanya makosa nchi mzima imefanya makosa. Aidha, waziri Murkomen amewasihi wa Kenya kudumisha amani kabla ya mechi ya Police FC na Mogadishu City FC ambao wanatarajiwa kumenyana mnamo Jumapili ugani Nyayo jijini Nairobi. Nataka ni waombe wa Kenya, hakuna mtu tusijaribu kuja kupigia kelele watu nchi ya Somalia ama mafans wa ile timu yenye inatoka Somalia. Tukue as Kenyans tumekuwa always, hata kwa CHAN tulikuwa tumerise above sectarian small issues. Samira Mohamed, runinga ya TV47, Nairobi.
Tuangazie taarifa nyingine. Familia ya Benedict Kabiru Konradhi, afisa wa polisi aliyekuwa akihudumu katika misheni ya amani nchini Haiti, imesalia na maswali mengi kuhusu kilichomsibu mwanao. Hii ni baada ya serikali ya Kenya kuthibitisha rasmi kwamba Kabiru alifariki akiwa katika eneo hilo wakati ambapo alitoweka miezi 6 baada ya kutoweka. Kwa mujibu wa familia hiyo, mwili wake ambao hadi sasa haujapatikana wanataka majibu rasmi kutoka kwa serikali. Sheila Chelangat na taarifa kamili. Kwa miezi 6 sasa, familia ya Benedict Kabiru, afisa wa polisi wa Kenya aliyekuwa akihudumu katika misheni ya amani nchini Haiti, imekuwa ikisaka majibu kuhusu hatma ya mwanao. Where are the remains of my son? That's what I'm asking. If they want the president to tell me, I'm waiting for him because he's the one who told me that my son is dead. Hapo jana usiku, maafisa wakuu wa polisi waliwatembelea rasmi na kuthibitisha kuwa Benedict alifariki miezi 6 iliyopita. Hata hivyo, mwili wake bado haujapatikana. Did he fall sick? Was it an accident? Was he shot? When did he die? And where are the remains? Taarifa hii inajiri siku chache baada ya Rais William Ruto kukitaja kifo hicho katika kongamano la Umoja wa Mataifa linaloendelea Marekani. Licha ya kutajwa kwa hadhi ya kimataifa, familia ya Kabiru inasema kuwa ilijua kuhusu kifo cha mwana wao kupitia vyombo vya habari kama Wakenya wengine. I have my right to know before the public knows. Me, I was knowing through the public that my son is normal. Wamekosoa vikali jinsi swala hili linavyoshughulikiwa na serikali ya Kenya, wakihisi kuwa hawakuheshimiwa ipasavyo. Now you are bringing the information, your son is dead. Then afterward you are saying, wait another 5 days, are we going to tell you what happened? We as a family, we have that pain. You have tortured us and now you are continuing. Ni kama uko na kidonda na mnaendelea kuifinya kabisa. Benedict aliripotiwa kutoweka tarehe 25 Machi mwaka huu kufuatia shambulio katika eneo la Pont-Saint nchini Haiti. Tangu wakati huo, misheni ya amani kwa ushirikiano na polisi wa kitaifa wa Haiti imekuwa ikifanya upekuzi wa kina. The whole report is going to be made public by the IG, but the family has been informed. The National Police Service visited his family yesterday. Wakati familia ya Kabiru ikisubiri majibu, idara ya polisi imetangaza kuwa mwili wa Koplo Kennedy Mutuku Nzuve aliyefariki katika ajali ya barabarani tarehe 1 Septemba huko Haiti umeratibiwa kuwasili nchini hapo kesho. Sheila Chelangat, runinga ya TV47. Tuangazie mengine. Wizara ya Afya hii leo imetoa ripoti mpya kuhusu hali ya upangaji uzazi nchini, ikibainika kuwa karibu nusu ya wanawake hawataki kuongeza idadi ya watoto, huku matumizi ya mbinu za kisasa za kupanga uzazi yakiongezeka kwa kasi. Huku mjadala ukizidi kukolea mitandaoni na mitaani kuhusu uzazi mambo leo, ripoti mpya ya Wizara ya Afya imeweka wazi takwimu muhimu. Yes. It used to give, protection for about 4 to 5 years. But now, the evidence which is now coming out is it can give protection for up to 8 years. Imebainika kwamba 46% ya wanawake nchini hawataki kupata watoto zaidi na 30% wanataka kuchelewesha mimba kwa muda. Hii imeongeza idadi ya wanawake wanahitaji huduma za upangaji uzazi hadi 76%. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, zaidi ya Wakenya milioni 2.4 wameanza kupanga uzazi tangu mwaka 2012. Na sasa milioni 6.4 wanatumia mbinu za kisasa, ikiwemo sindano, vipandikizi, tembe na vifaa vya kuzuia mimba. Washikadau wa afya sasa wanasema kuwa kutokana na utekelezaji wa mbinu za kisasa za kupanga uzazi,
Visa milioni 2.4 vya mimba zisizotakikana zimethibithiwa. Vilevile, visa 602,000 vya uavyaji mimba vimethibithiwa, huku takriban vifo 10,000 vinavyonakiliwa wakati wa kujifungua vimekabiliwa. Fatime Suleiman, TV47. Tuangazia mengine. Kanisa la Kianglikana likiongozwa na Askofu Jackson Ole Sapit sasa linaonekana kuunga mkono baadhi ya miradi ya serikali, wakisema kuwa uchumi wa taifa umeanza kustawi, ila uongozi wa kanisa hilo umetaka tume ya kukabili ufisadi EACC kupata mamlaka ya kushtaki washukiwa wa ufisadi. That EACC be granted prosecutorial mandate that would enable them to perform their duties without interference from the Office of the Director of Public Prosecution. 2, we demand that the government officers who have been mentioned in corruption cases must resign or step aside until their cases are investigated and conclusively determined. This will show seriousness with which the government handles corruption cases. The state of the economy does not give hope and confidence to the citizens. The level of unemployment among our young people is worrying and creating a sense of despair, and may have direct bearing in rising cases of crime. And we demand that the country's leadership consider a workable plan to stimulate and spur the economy, and especially aside from the so-called empowerment programs that seem discriminatory and does not spur confidence in the way public funds are used for handouts. It is worrying to hear calls from some politicians proposing extension of the tenure of elective position from 5 to 7 years. Since independence, citizens have had the opportunity to elect her leaders every 5 years. The US, which is a bigger economy in the world, has a 4-year presidential term. It is unacceptable for some politicians to want to extend their stay in office. Tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC sasa imelalamikia kupunguzwa kwa bajeti ya uchaguzi mkuu ujao kutoka shilingi bilioni 61 hadi shilingi bilioni 57. Uongozi wa tume hiyo unahofia kuwa maandalizi ya uchaguzi yataathirika pakubwa. Elizabeth Mutuku anatuarifu. Wakizungumza mbele ya kamati ya bunge la kitaifa kuhusu utekelezwaji wa katiba, viongozi wa tume ya uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini IEBC wameelezea wasiwasi wao kuhusu maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 ambao sasa uko chini ya miezi 22 ijayo. Afisa mkuu mtendaji wa IEBC Hussein Marjan amesema bajeti ya uchaguzi imepunguzwa kutoka shilingi bilioni 61.7 hadi shilingi bilioni 57.3, hatua ambayo huenda ikaathiri maandalizi muhimu kama vile mafunzo kwa wapiga kura. The requirements column, we have got 61.7 billion. That is what we requested for the purpose of violations. Then because of GDP decline, every MD was actually requested to reduce the budget by 4.5%. So also we suffered that, and our budget was reduced from 61.7 to 57.3. There is the issue of scarcity of resources or limitations in resources, but also we don't need to compromise on the quality, on the timeliness of our electoral processes. Maandalizi ya uchaguzi huo pia yanakumbwa na utata unaotokana na kutotekelezwa kwa zoezi la uangalizi wa mipaka, jukumu ambalo kwa mujibu wa katiba lilipaswa kukamilika Machi mwaka jana. Kutokana na kutokuwepo kwa tume kamili wakati huo, zoezi hilo halikufanyika. Sasa wabunge wanaonya kuwa huenda hali hiyo ikazua malumbano ya kikatiba mahakamani. Mwenyekiti wa tume ya IEBC Erastus Thekon amesema muda uliosalia ni mfupi mno kufanikisha zoezi hilo ambalo linahitaji matayarisho kabambe na ushirikishwaji wa umma kikamilifu. Kiongozwa na mwenyekiti wao Karoli Omondi, wabunge wameitaka tume hiyo kutafuta ushauri wa kitaalam kabla ya kuamua iwapo zoezi hilo la uangalizi wa mipaka litafanyika au la. If you look at 10 to 20,
while the Constitution talked of 8 to 12, you see there's a difference. There's a bigger margin. Let's not leave NADCO out of it. As IEBC, be independent and come up with your own proposals under the Constitution. We will have arrived at certain decisions because the Supreme Court threw this back to us and said, now that you are in town, the commission is now properly constituted, so you take that, the ball is on your court, take that decision. And we want to take a decision that is based on something that is factual, that is legal, that is properly guided, both from the technical aspects of it. Kwa mjibu wa IEBC, kutoaminiana miongoni mwa Wakenya ndicho chanzo kikuu cha uchaguzi kuwa mgali zaidi. Yes, where did the rain start beating us? How come we do not trust our electoral systems? How come we don't have confidence? Then how come we are regulating everything that then carries a cost with it? So it will take us a whole paradigm shift, a whole rethinking about our election system, looking at the history and looking at where we want to go, even as we deploy technology. Huku hayo yakiendelea, IEBC inapanga kuzindua usajili wa wapiga kura kuanzia Jumatatu wiki ijayo, ikilenga kusajili takriban wapiga kura milioni 6.3, wengi wao wakikisiwa kuwa vijana. Licha ya changamoto mbalimbali ambazo zinakumba tume ya uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini IEBC, wanasema kuwa wapo tayari kutoa uchaguzi huru na wa haki, huku sasa wakitoa changamoto kwa Wakenya kuwa na imani nao. Elizabeth Mutuku, TV47 Majengo ya Bunge, Nairobi. Na mtazamaji, taarifa yake Elizabeth Mutuku ndo ambaye inatupeleka kwenye mapumziko mafupi. Tutakuwa tunarejea na taarifa zaidi. Endelea kuwa nasi. Kids and families, get ready for the most fun-packed show around, Kids on the Block. Join us for awesome music, magical storytime adventures, and super cool arts and crafts. Plus, we pop tasty treats in our cooking corner. Learn, laugh, and create with us. Kids on the Block, where every day is a brand new adventure. Mtazamaji, karibu tuzidi kukupasha. Wawakilishi wa chama cha DCP katika kaunti ya Kiambu wamejitokeza wazi kumtawaza Rigathi Gachagua kama mpeperushaji bendera wao wa urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. DCP ikisema wagombeaji wake wote wako imara hata kwenye chaguzi ndogo zinazotarajiwa hivi karibuni, huku wakisema kuwa hawatagawanywa na wapinzani wao. Mike Chalo na taarifa hii. Imekuwa ni siku yenye shughuli tele kwa chama cha Democratic Congress DCP, kuanzia utoaji wa vyeti kwa wagombea wa chaguzi ndogo hadi misafara ya kisiasa katika kaunti ya Kiambu. We are pleased to unveil Honorable Abdirashid Sirat.
Leo hii DCP kwa kauli moja imemtangaza aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kama mpeperushaji rasmi wa bendera ya urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. DCP ikisema anaungwa mkono kikamilifu na ngome ya Mlima Kenya. For DCP party is none other than our party leader, His Excellency Rigathi Gachagua. Will as many as of that opinion say aye? Aye. Will as many as of the contrary opinion say nay? The ayes have it. That is the Kiambu Declaration. Candidate wetu mwaka wa 2027 ni Rigathi Gachagua. Ndiye atakuwa president wetu na ndiye atakuwa president wa jamhuri mzima. Kura is all about numbers. We have good numbers ya kufanya Rigathi Gachagua kuwa rais wa Kenya. Aidha, chama hicho kimesema akitagawanywa na wapinzani wake, kikitaja uzinduzi mpya wa chama cha Jubilee unaotarajiwa kufanywa kesho kama njama ya kisiasa kugawanya Mlima Kenya kwa manufaa ya chama cha UDA kinachoongozwa naye Rais William Ruto. William Ruto anapanga kugawanya hii jamii yetu ya Mlima ndio atukalie. Na nimemkataza na sitamkubalia. Na mimi najua anatengeneza mahuirubaru mingi sana. Tunajua hata kwa upinzani amepanga atume watu yake wagawanye United Opposition. Hatutakubalia yeye. Mumeona kesho kuna ile chama ingine ambayo inaenda kuzinduliwa na kupeanwa kwa mwingine. Hiyo chama inakuja kuvunja kitu hapa Mlima. DCP pia imekanusha madai kuwa imewatoa wagombea wake katika chaguzi ndogo zinazoendelea nchini, ikitaja kauli hiyo kama propaganda za wapinzani. Viongozi wa chama hicho wameituhumu UDA kwa kutoa vitisho dhidi ya wagombea wao. We have not withdrawn any candidate, and I'm addressing this issue in the case of Malava constituency. We have prepared our candidates adequately ahead of the by-elections. Katika kauli nyingine, katibu mkuu wa UDA Cleophas Malala ameikashifu serikali kwa kile anachokitaja kama vitisho vinavyolenga kudhoofisha wagombea wa vyama pinzani. All the best. Mike Chelo, TV47. Tuangazie mengine. Ripoti mpya ya shirika la utafiti la Infotrack imebainisha hali ya kutotumaini miongoni mwa Wakenya miaka mitatu tangu Rais William Ruto aingie madarakani. Utafiti huo umeonyesha kuwa 17% pekee ya Wakenya wanahisi kuwa taifa liko katika mkondo mzuri kutokana na mzigo wa gharama ya juu ya maisha, ukosefu wa ajira miongoni mwa mengineyo. Utafiti huo uliofanywa tarehe 13 na 14 mwezi Agosti umeonyesha kuwa ni 17% peke yake ya Wakenya wanaoamini taifa linaelekea kwenye mafanikio, huku 57% wakihisi Kenya inaelekea pabaya. Hali hii ya kukata tamaa imetokana zaidi na changamoto za kiuchumi. Top issues have not changed. So my question would be, what is the government doing? Are they addressing these issues when we get it from the citizenry? Wakati baadhi ya wananchi wakitaja amani na utendaji wa serikali kama sababu ya matumaini, wengi wamesisitiza kutoridhika kwao kunachochewa na gharama ya juu ya maisha, ukosefu wa ajira na utawala duni. Kuhusu gharama ya maisha, 70% ya waliohojiwa walisema ni ya juu mno, na 79% wakiripoti hali kuwa mbaya zaidi kuliko mwaka jana. Wakati wa kueleza sababu ya kupanda kwa gharama, 40% walilaumu kodi, 16% sera za serikali, 14% ufisadi, huku 19% wakitaja sababu za kimataifa kama bei ya mafuta. Kwa ujumla, utafiti huu unaonyesha taswira ya taifa lililokabiliwa na mzigo wa kiuchumi, na kwa kuwa ni imani ya wananchi imefungamana moja kwa moja na hali ya maisha, serikali inakabiliwa na shirikizo la kudhibiti bei, kuunda nafasi ya ajira na kudhibiti kuwa sera zake zinaweza kuleta nafuu. Faith Wangari, TV47, Nairobi.
Mtazamaji, sasa tucheze viwanjani. Kikosi cha Nairobi United kinaendelea kujiandaa kabla ya mchuano wao dhidi ya NEC kutoka Uganda kwenye mchuano wa ligi ya Confederation barani Afrika ambao utafanyika ugani Nyayo jijini Nairobi. Kwa mara ya kwanza kikosi cha kocha Nicholas Muyoti kinashiriki kwenye michuano ya bara Afrika, na iwapo watasajili ushindi au sare tasa watajikatia tiketi ya raundi ya pili ya ligi hiyo. Kwanza kabisa namshukuru Mungu kwa hiyo matokeo tulikuwa nayo away, na vijana walijituma vizuri sana, na walicheza kulingana na ile tulikuwa tumepanga kucheza, na mimi nawashukuru walikuwa na hiyo moyo, walipigana mpaka dakika ya mwisho. Tulitangulia kufunga, wakakomboa and tena wakaongeza ikakuwa 2-1, lakini in extra time ya 4 minutes I think vijana walijituma tena zaidi, na walikuwa najua lazima kabla firimbi haijaisha game haijaisha, na tukapata hiyo bao ya kuongeza hata ya ku-equalize, na pia I think tulikuwa na chance hata ya kufunga na kushinda hiyo game 3-2. So mimi nashukuru kwa hiyo vile walijitolea, lakini najua kazi haijaisha. So pia kwa vijana wangu na washawishi kwamba kazi haijaisha na lazima tuimalize siku ya Jumamosi. Kitu kwanza ni kushukuru Mungu kwa kutupea chance ya kucheza CAF Confederation, and pia nashukuru pia kwa hiyo draw, kwa sababu unajua ikiwa ni mara yako ya kwanza kwa kitu inakuwa ngumu kidogo, but nashukuru tumeipata, and hiyo sasa inatu motivate even more kuifanya this Saturday and to get the qualification ticket to go to the second round. Timu ya taifa ya Kenya Baseball 5 ya wachezaji walio chini ya umri wa miaka 20, Kenya Falcons, walianza safari yao ya kombe la dunia kwa kupokezwa kichapo cha 7-2 kwa nunge dhidi ya mabingwa mara 2 wa dunia Cuba. Aidha, timu hiyo ya chipukizi waliingia kwenye mechi yao ya pili na kuibwaga Korea 7-2 bila jibu. Kwenye kundi ba, Kenya sasa imepoteza mechi moja na kupata ushindi moja, huku usiku wa leo wakiingia ugani kucheza dhidi ya Uhispania. Ushindi kwenye mechi ya leo utawapatia Kenya nafasi ya kuingia kwenye mechi za mchujo katika mashindano hayo ya dunia ya Baseball 5. Game ya pili ilikuwa sawa, na tumewaonyesha ya kwamba hatukupoteza hiyo game ya kwanza kwa matarajio yetu, ila tulipoteza kwa sababu ya uwanja kutokuwa vizuri. After we lost our first game, it was so, some people were down, some people were low, but after we have won the Korean game, it's some people just come up, they psych themselves, and we'll be back on our stand, and we'll do our best. Which is what we came here to do, to beat teams. So we have done what we wanted to do. Na mtazamaji, kufikia hapo ndipo nahitimisha taarifa hizi za upeo wa TV47. Shukran sana kwa kutenga muda wa kutazama taarifa hizi. Taarifa zaidi utakuwa unazipata mwendo wa saa 3 kwa lugha ya Kimombo. Kwetu ananiita Joshua Nsare, mtafsiri kwenye lugha ya ishara amekuwa Catherine Simaloi. Jioni njema na vile vile utazamaji mwema. Kwaheri sasa.